Je, makampuni hayo ni yapi na ununuzi wa mali za wakulima zilifanyika mwaka gani? Kampuni hayo ni Magefa, Bayexen pamoja na Farmers Rock ambayo yanadaiwa malipo ya tumbaku ambayo wamechukua kutoka kwa wakulima kwenye msimu huu wa 24-25. Msimu wa ununuzi wa tumbaku ulianza mwezi Mei 2025 mpaka mwezi Agosti 2025. Lakini makampuni haya tangia wakati ule yalipochukua tumbaku za wakulima hayajakamilisha malipo, na kumekuwa na jitihada kadhaa ambazo zilifanyika. Jitihada hizo zimehusisha ofisi ya mkuu wa wilaya Manyoni, lakini pia ofisi hii ya mkuu wa mkoa, lakini pia ushirika kwa maana ya SEAMCO, chama kikuu cha ushirika ambacho kina maeneo ya AMCOS zinazoshiriki kwenye kilimo cha tumbaku. Kutokana na kikao cha mkuu wa mkoa wa Singida, kimeamua nini katika kikao hicho? Sasa kutokana na kikao kile ambacho mheshimiwa mkuu wa mkoa alikiitisha na ambacho kimsingi aliwaita wakurugenzi wa zile kampuni tatu ili waje waeleze na kimsingi walete malipo yale ya wakulima ambayo wanadaiwa, ambayo yanafikia jumla ya $804,811.03 za Kimarekani. Hayo ndio madai ya jumla ambayo makampuni hayo matatu yanadaiwa. Lakini kwa kampuni moja moja, kampuni ya Magefa inadaiwa $465,211.19. Kampuni ya Bayexen inadaiwa $297,255.18. na hii kampuni ya Farmers Rock yenyewe inadaiwa $42,344.66. Kwa bahati mbaya sana, wamiliki wale wa hizo kampuni wenyewe wakurugenzi hawakufika, wakawaleta hapa wawakilishi wao, na kwa bahati mbaya zaidi kampuni moja ile ya Farmers Rock haikufika kabisa, hata haikuwa na mwakilishi. Lakini wale wawakilishi waliotumwa walivyofika na kuulizwa ni lini sasa makampuni hayo yatakamilisha malipo ya wakulima, hawakuwa na majibu. Na kwenye wito ambao mheshimiwa mkuu wa mkoa aliwapelekea, aliwaambia lazima wafike wakurugenzi wenyewe, lakini wale ambao kama hawatafika, wale watakaofika wawe na majibu, ikiwa ni pamoja na malipo ya wakulima. Baada ya majadiliano, je, mkoa umeamuaje? Baada ya majadiliano sasa, na kwa sababu hawakuwa na majibu yoyote ya lini hizo fedha zitalipwa, lakini kwa kuzingatia umuhimu wa wakulima kwamba wamevumilia kwa muda mrefu, mheshimiwa mkuu wa mkoa na kamati yake ya ulinzi wakakubaliana kwamba wale wawakilishi wa zile kampuni mbili waliokuwa wamefika, mwakilishi wa kampuni ya Magefa na mwakilishi wa kampuni ya Bayexen, washikiliwe hadi hapo wakurugenzi wa kampuni hizo watakapofika Singida kukutana na mheshimiwa mkuu wa mkoa mwenyewe wakiwa na malipo hayo ya wakulima ambayo wanadaiwa.